Naam, mtazamaji, maandamano mapya yaibua wasiwasi ndani ya bunge la Dodoma baada ya kutangazwa kwa maandamano makubwa ambayo huenda yakawa mara 800 zaidi ya yale ambayo yalitokea tarehe 29 Oktoba mwaka uliopita. Taarifa hizi si maneno yangu, ni maneno ambayo yametolewa na mmoja wa wabunge ndani ya bunge la Dodoma nchini Tanzania. Je, ni mbunge gani huyu, na je, maandamano haya ni maandamano gani na yametangazwa kufanyika lini na kwa nini yameibua hofu ndani ya bunge la Tanzania? Like video hii alafu subscribe. Vile niambie unanitazama ukiwa wapi, kama upo nchini Tanzania niambie unanisikiliza ukiwa mkoa au maeneo gani. Naam, onyo jipya la kisiasa lililotolewa ndani ya bunge la Tanzania Dodoma masaa machache yaliyopita linavutia hisia za kitaifa baada ya mbunge wa viti maalum anayefahamika kama Sigrada Mligo wa Chaumma kutoa wasiwasi kuhusu ukubwa wa maandamano makubwa yanayotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu. Na watazamaji wangu, alichosema sasa mbunge huyu kimezua mjadala na hofu kubwa kuhusu mustakabali wa maandamano hayo ya kisiasa, kufadhaika kwa umma wa Watanzania na jibu la serikali kwa mvutano unaokuwa nchini Tanzania. Kulingana na mbunge huyo ndani ya bunge la Dodoma mbele ya Spika Azan Zungu, maandamano yaliyopangwa mwaka huu kufanyika mnamo tarehe 29 Oktoba ya mwaka huu 2026 yanaweza kuwa makubwa mara 800 kuliko watu wengi wanavyotarajia hivi sasa. Matamshi yake mbunge huyo yalivutia hisia mara moja kwa sababu yalipendekeza kwamba matatizo ya kijamii na kisiasa yanaweza kuwa ya ndani zaidi kuliko viongozi wengi wanavyotambua na kujua. Ingawa hakutabiri vurugu au machafuko, onyo la mbunge huyu wa upinzani limefungua mazungumzo mazito kuhusu iwapo Tanzania inaelekea katika kipindi cha ongezeko la harakati za kisiasa na maandamano ya umma. Hapa ndipo simulizi hii inakuwa ya kuvutia zaidi. Kwa nini mbunge huyu wa upinzani atoe hoja kama hizi wakati wa mjadala wa bajeti ndani ya bunge la Tanzania mbele ya Spika Azan Zungu bila woga? Kwa nini kuleta maandamano wakati wa kujadili masuala mengine yasiyohusiana na maandamano ama yanayohusiana na maendeleo ya kijamii ndani ya bunge, maendeleo ya jinsia, wanawake na makundi maalum? Wachunguzi wengi wa masuala ya kisiasa wanaamini kuwa jibu liko katika uhusiano unaokuwa kati ya changamoto za kiuchumi, masuala ya kijamii na kutoridhika kisiasa. Wafuasi wa maandamano ya umma wanasema kuwa maandamano haya mapya yaliyopangwa tarehe kama ya mwaka jana, maandamano ambayo wanasema ni maandamano ya amani, ni sehemu muhimu ya demokrasia. Wanaamini ya kwamba wananchi wa Tanzania wanapaswa kuwa na uhuru wa kutoa maoni yao, kuibua wasiwasi na kuwasukuma viongozi kushughulikia masuala yanayohusu maisha yao. Lakini mtazamaji, ukweli ni kwamba hakuna maandamano ambayo huwa ni ya amani. Tumeona maandamano ya mwaka uliopita, maandamano ambayo yalipelekea miundombinu mingi kuharibiwa, kuchomwa moto kwa nyumba za watu, pamoja na wengi kuaga dunia na wengi kujeruhiwa katika maandamano hayo. Hata hivyo, kwa mtazamo huu wa sasa hivi, maonyesho yanaweza kutumika kama vali ya shinikizo ambayo inaruhusu watu kutoa sauti za kuchanganyikiwa bila kutumia njia mbadala hatari zaidi. Walakin wakosoaji wa mbunge huyu wanaonya kwamba maandamano makubwa yanaweza kubeba hatari ikiwa hayatasimamiwa ipasavyo. Historia imeonyesha kwamba hata mikusanyiko ya amani nyakati fulani inaweza kuwa na machafuko, mihemko inapopanda, wachochezi wanapohusika au hali ya usalama inapokuwa ngumu. Ndiyo maana sasa hivi, baada ya taarifa hizi kutoka bungeni, waangalizi wengi sasa wanasisitiza umuhimu wa mazungumzo kabla ya maandamano au mivutano kuongezeka zaidi. Watazamaji wangu, swali lingine muhimu linalojitokeza katika mjadala huu ni kama onyo lenyewe linafaa kutazamwa kama utabiri wa kisiasa au wito wa kuchukua hatua. Baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa Mligo, mbunge huyu wa Chaumma ndani ya bunge mbele ya Azan Zungu, alikuwa akiwataka tu maafisa wa serikali kuzingatia kwa karibu masuala ya umma kabla ya kukatishwa tamaa kukua. Hata hivyo, katika tafsiri hii ndani ya bunge, ujumbe huu wa mbunge huyu ulikuwa mdogo kuhusu maandamano yenyewe na zaidi kuhusu masuala yanayochochea hisia za umma. Na hilo mtazamaji linatuleta kwenye
kwenye jambo lingine muhimu. Katika historia ya kisiasa ya Tanzania, serikali zinazofanikiwa kudhibiti mivutano ya umma kama hii mara nyingi hufanya hivyo kupitia mawasiliano, kuongea na wananchi wake kwa amani. Wananchi wanapohisi kuwa wanasikilizwa na serikali yao, mivutano kama hii hupungua mara kwa mara na kawaida pia huisha na hakuna maandamano ambayo hutokea. Lakini iwapo mawasiliano yanapoharibika, kutoelewana na kutoaminiana kunaweza kukua haraka na kupelekea machafuko na taharuki kuzuka. Jambo ambalo pia limevuta hisia ni wasiwasi unaoongezeka miongoni mwa baadhi ya wabunge kwamba joto la kisiasa nchini linazidi kupanda licha ya uchaguzi kupita kitambo sana. Waangalizi kadhaa wanaamini kwamba maonyo kuhusu maandamano yanapotolewa kwenye bunge mara nyingi ni ishara kwamba viongozi wanahisi hisia zinazoongezeka nje ya bunge pia. Ikiwa hisia hizo zinatafsiri maandamano halisi bado haijulikani, lakini majadiliano yenyewe yanaonyesha kuwa suala hilo tayari linachukuliwa kwa uzito katika viwango vya juu. Jambo lingine linalojadiliwa ni uwezekano kwamba maandamano yaliyopangwa ya Oktoba yanaweza kuwa mahali pa mkutano kwa vikundi tofauti na malalamiko tofauti. Baadhi ya wananchi wanaweza kuwa na wasiwasi kuhusu mageuzi ya kisiasa, wengine kuhusu changamoto za kiuchumi, huku wengine wakitaka sauti zao zisikike kuhusu masuala ya kitaifa. Wakati masuala mengi yanapokutana kwenye tukio moja kama hili, ukubwa wa ushiriki wakati mwingine unaweza kuzidi matarajio ya awali, ambayo inaweza kueleza kwa nini onyo la mbunge huyu limevutia umakini mkubwa leo. Watazamaji, swali moja ambalo watu wengi sasa wanauliza ni ikiwa bunge linajadili tu uwezekano wa siku zijazo au kama wabunge wanaona ishara za onyo ambazo bado hazionekani kwa umma kwa ujumla. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa mara nyingi wanaona kwamba viongozi waliochaguliwa hupokea taarifa kutoka kwa maeneo bunge kote nchini na kuwapa ufahamu wa hali ya kijamii na kufadhaika. Hii ni sababu moja kwa nini matamshi ya mbunge Mligo kutoka Chaumma yameendelea kuibua mjadala muda mrefu baada ya kutolewa mnamo tarehe 1 ya mwezi huu mpya, mwezi wa Juni. Pia kuna mijadala inayokuwa kuhusu jinsi mamlaka zinavyopaswa kujiandaa kwa matukio kama haya iwapo yatatokea. Wataalamu katika utawala wa umma wanahoji kuwa mbinu bora mara nyingi ni mchanganyiko wa kujiandaa kwa usalama, mawasiliano na ushirikishwaji wa umma. Majibu mazito wakati mwingine yanaweza kuongeza mivutano zaidi, wakati mazungumzo yenye kujenga yanaweza kupunguza kutoelewana na kujenga uaminifu kati ya wananchi na taasisi. Ndani ya bunge lenyewe sasa, baadhi ya waangalizi wanaamini kuwa kunaweza kuwa na wasiwasi kwamba mizozo ya kisiasa ambayo haijatatuliwa inaweza kuendelea kuchochea kufadhaika kwa umma. Masuala yanayohusiana na utawala, uwajibikaji, mageuzi ya uchaguzi na hata fursa za kiuchumi mara nyingi huibuliwa katika mijadala ya umma. Hatimaye mtazamaji, mjadala ulioibuliwa na onyo la Sigrada Mligo, mbunge huyu wa upinzani, unaonekana kuwa zaidi ya maandamano yaliyopangwa. Inaonyesha maswali mapana zaidi kuhusu uhusiano kati ya raia na serikali yake, jukumu la maandamano ya umma katika demokrasia na jinsi viongozi wa kisiasa wanavyoitikia matatizo ya umma yanapoanza tu kukua au kuenea. Kadri siku zinavyoendelea, maandamano haya mapya yaliyotangazwa na wanaharakati na baadhi ya wafuasi wa upinzani wanaopinga uongozi wa Samia Suluhu na wanaopinga matokeo ya uchaguzi uliopita, tahadhari itasalia kuangaziwa ikiwa maswali yatashughulikiwa ama masuala kumradhi yatashughulikiwa kupitia mazungumzo na hatua za sera, au ikiwa maonyo yaliyosikilizwa bungeni leo yatakuwa hadithi kubwa zaidi ya kisiasa katika miezi ijayo. Ni hayo tu mtazamaji, kumbuka hii ni YouTube channel yetu mpya, hivyo fanya jambo la busara kwa kubonyeza alama ya like kisha subscribe. Ukisubscribe na kubonyeza alama hiyo ya kengele kwenye video hii, utakuwa wa kwanza kila siku kupokea taarifa kama hizi pindi zinapochipuka mitandaoni. Vile vile mtazamaji, bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.